الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد. Mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, wakati ambao Waislamu kwa hakika wanatakiwa wafe zaidi jambo hili la Allah kuwapa tawfik ya kufika mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Lakini sasa kuna furaha hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha saratuka hasanatuka wa sa'atuka sayi'atuka fa anta mu'min. Ukifurahishwa na wema wako na ukahuzunishwa na ukasirishwa na ubaya wako, basi wewe ni muumini. Kwa muumini huwa akifanya jambo zuri anafurahi, na akifanya jambo baya ile jambo la mhuzunisha na la msikitisha. Lakini sasa kufurahi peke yake hakutoshi baada kufanya wema, bali yatakiwa Muislamu pia aombe Allah subhanahu wa ta'ala zaidi aweze kutakabala amali yake. Na kwa kuwa si kila mwenye kufanya ibada na akaikamilisha ibada ile huwa imeshakubaliwa. Kwa hiyo kinachozingatiwa katika ibada si ukamilifu wake, kwa kuwa umefanya kuanzia mwanzo hadi mwisho, ni ule uzuri wake, na uzuri unatokamana na ikhlas ya mtu, lakini pia unatokamana na mutabaatu wa Rasul. Kwa sisi sahihi atakiwa iwe ni fursa nzuri ya kumwomba Allah sana kutakabali saumu zetu. Na ndio sababu miongoni mwa maneno mazuri ambayo Waislamu huambiana siku ya Idi ni kuambiana kuwa taqabbal Allahu minna wa minkum, yani Allah atakabalia sisi na hata nyinyi pia awatakabalie amali njema. Hii ni kuonesha umuhimu wa mdamu mwisho wa kila ibada kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie ile ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ahadi ya kuwa yeye anawatakabalia waja wake ambao ni wacha Mungu, aliposema inama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, si vinginevyo hakika Allah subhanahu wa ta'ala hutakabali ibada za wale wacha Mungu. Zungumzia kuhusu mada ya dua sahihi ni muda mrefu tangu Ramadhani ianze mpaka leo. Tukazungumzia katika lugha na sheria, tukazungumzia kuhusu fadhila za dua na matunda yake, na pia tukazungumzia kuhusu mtu anapoomba dua ni muhimu sana kuyaomba katika dua yake. Pia tukazungumzia kuhusu masharti ya kujibiwa dua, na tukazungumzia kuwa kuna mawane, vizuizi vya kujibiwa dua. Kwa hivyo imefika wakati tunataka kuzungumzia kuhusu dua. Ina adabu zake ambazo atakiwa Muislamu ajitahidi kuzitekeleza adabu hizo. Hizo adabu nakumbuka tulitaja baadhi yake wiki iliyopita, tukasema atakiwa Muislamu anapokuwa anaomba dua ni bora awe na tahara. Hadithi iliyopokewa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anasema, lamma faragha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min Hunain, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza vita vya Hunain, wa fihi qawluhu, katika hadithi hiyo kuna haya maneno, fadaa bima'in, Mtume akaitisha maji, fatawadha, akatawadha, thumma rafa'a yadayhi, kisha akanyanyua mikono yake miwili, faqala, akasema, Allahumma ighfir li'Ubayd abi Amir, Allah msamehe Ubayd ibn Amir, wa raaitu bayadha ibtayhi, na nikaona weupe wa makwapa yake. Anakainua mikono yake sana mpaka unaona makwapa yake. Mahali shahidi katika dua hii ni kuwa Mtume alipotaka kumwombea huyu Ubayd abi Amir alitawadha kabla ya hapo. Lakini pia miongoni mwa adabu za dua ni kuelekea kibla, kama alivyopokea Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala, alisema, kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila hadha al-musalla yastasqi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka akaenda katika uwanja huu wa kuswaliwa swala ya Idi na hata pia swala ya istisqa. Fadaa, alipofika pale Mtume akaomba, wastasqa, akaomba mvua, thumma istaqbala al-qibla, kisha akaelekea qibla
wa qallaba ridaahu, na akageuza shuka lake. Hadithi nyingine fi riwaya istaqbala an-nabiy al-Ka'bata, akaelekea mtume al-Kaaba, fadaa ala nafarin min Quraish, alipoelekea Kaaba akaanza kuombea maangamivu na akaanza kuwapiza kikundi katika Makureishi. Sababu ya mtume kuomba kwa kuombea hao Makureishi, na kabla kuombea akaelekea kibla, kulitokea nini? Mtume, kisa hicho naeleza kwa ufupi, ni kuwa alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na Kaaba, na kulikuwa kuna kikundi katika Makureishi wameketi hapo. Akasema mmoja wao katika wale Makureishi, na mtume ujua alikuwa anafanya ibada yake na swali, mmoja wao akasema, nani atakayetuletea ule uchafu wa ngamia, aende kwa nyumba ya fulani leo amechinja ngamia, achukue yale matumbo, uchafu ule ambao unapatikana katika matumbo, alete pamoja na damu zake na kile kinyesi kile, alafu kisha kishafika pale angoje kuwa Muhammad amesujudu, amrushie, amwekee kwenye mabega yake mgongoni wa wasajid, ni hali ya amesujudu. Akasema muovu wao, yule aliyekuwa muovu kuliko kila mtu pale, kuwa mimi nitafanya hivyo. Akaenda kweli na akaleta uchafu huo na akamwagia mtume juu ya mgongo wake. Juwairia alikuwa pale radhiallahu anha, akaenda akamwambia Fatima binti yake mtume ya kuwa mtume, babako amefanywa hivi na hivi na hivi. Fajaat, mtume akaja, yani ule Fatima akaja, na mtume akawa mtume baada ya sujudu, na akampata mtume ametupiwa uchafu huo kwenye mgongo wake, na wale Makureishi penye wapo sasa wanacheka kwa walichokifanya. Fatima akawatusi, kisha akamuondolea mtume uchafu ule. Mtume akasimama. Sasa mtume aliposimama akaendelea na swala yake mpaka mwisho. Baada ya kumaliza swala ndipo sasa akaelekea kibla, na alikuwa pia yuko bado kibla, akakuwa huko kwenye kibla. Kisha baadaye sasa akaanza kuombea wale Makureishi. Hao ambao mtume aliwaombea, wengi wao waliuliwa katika vita vya Badr, wengi wao waliuliwa katika vita hivyo. Hadithi hii yaonesha kuwa yatakiwa Muislamu akiwa ana uwezo wa kuelekea kibla wakati wa kuomba dua, basi afanye hivyo. Lakini pia kuna jambo ambalo limeelezwa kwenye hadithi hii, tukiwa tunazingatia vizuri, ni kuwa mtume alipotupiwa uchafu ule aliendelea kuswali. Sasa hapo ndio jiulize kuwa kwa nini mtume aendelee kuswali na ametupiwa uchafu? Ni kumaanisha kuwa uchafu huo si najisi, licha kuwa ni uchafu ndio, lakini si najisi. Kwa sababu mtu akiangukiwa na najisi kwenye nguo yake akiwa na swali, anachotakiwa afanye ni atoke, aache swala, akaoshe hiyo nguo ama akabadilishe nguo, aoshe mwili wake, alafu arejea aendelee na swala. Lakini kitendo cha mtume kuendelea na swala mpaka mwisho ni kuonesha kuwa choo na hata damu inayotoka kwa mnyama ambaye analiwa nyama yake si najisi, awe ni ngamia, awe ni ng'ombe, awe ni mbuzi, awe ni kuku na wanyama wengine ambao ni halali kuliwa. Sasa kuna kitu ambacho nilieleza wiki iliyopita kuhusu sehemu za kuinua mikono, kaeleza ziko aina 3. Leo kuna jambo lingine ambalo pia nitazidi kueleza, nalo ni kuwa mtu anapoinua mikono sasa anainua mikono vipi? Mikono huinuliwa vipi wakati wa dua? Ani sifatu rafi' al-yadaini, namna kuinua mikono. Hii imebainishwa na sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bima ruya anhu mawqufan wa marfu'an, hadithi ambayo mpokewa kutoka kwake mawqufan kwa kuwa ni yeye amesema, wa marfu'an, na pia kuna hadithi nyingine ambayo yeye ameipokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inasema kuwa almas'alatu
an tarfa'a yadayka, ani dua ni uinue mikono yako miwili, hadwa mankibaika, mikono hiyo iwe imelingana na mabega yako, au nahwahuma, au imeelekea, hizo mikono miwili zimeelekea mabega yako. Anakumaanisha kuwa Muislamu anapoomba watu uinua mikono katika njia mbalimbali. Unaweza kupata mtu amenua hivi, mwingine upata amenua hivi, mwingine amenua hivi, mwingine amenua hivi, lakini sawa ni Muislamu kuinua mikono yake kuweka hivi, kisha mikono yake ielekee mabega hivi hivi ama hivi, yani haya ndio mabega haya, kuanzia hapa hivi kuja paka hapa, haya mabega. Kwa mikono yako iwe hapa hivi ikiwa imeelekea mabega, sawa. Na hadwa maana yake ni kitu ambacho kiko sawa, yani ukiweka hapa unapata kuwa ziko sawa hivi, kama vile watu tunaambiwa kuwa hadwa almankibaini, kuinua mikono inua hivi ziwe sawa na mabega. Wakati kuinua mikono inua hivi, ama hadwa atrafi udhanaini hivi. Kwa hadwa ni kitu ambacho kimelingana. Kwa hivyo mikono pia unanyosha, viganja viwili vinaelekea mbinguni, lakini kisha viwe sawa na mabega unapoinua. Hivyo ndivyo Abdullah ibn Abbas anavyosema ya kuwa takiwa mikono inuke. Kisha akasema wal istighfaru an tushira bi usba'in wahidatin, lakini mtu anapokuwa analeta istighfar ni aishirie tu kwa kidole kimoja. Wal ibtihal an tamudda yadayka jami'an, lakini ibtihal ni uinue mikono yako sana tena juu anapokuwa unamuomba Allah na unadhalika kwa Allah na mara nyingi hii dua huwa ni dua istisqa, ndio inaombwa hivyo, yani unainua mikono sana juu sana mpaka hata makwapa yanaonekana. Kwa hivyo anasema al-maqamu al-awwal, sehemu ya kwanza, maqamu duai al-am. Kuna sehemu ambapo mtu anaomba dua na inakuwa ni kwa jumla, wayusama al-mas'ala wa yuqalu ad-du'a, hapo inaenda dua, wa huwa raf'u al-yadaini ila al-mankibaini. Hapo inatakiwa inua mikono iwe inaelekea mabega mawili, dhamman lahuma, kisha hizo mikono uziunganishe, yani uziweke pamoja hivi, usiweke mbali mbali, unaziweka pamoja hivi, dhamman bainahuma. Kisha basitan libutunihima nahwa as-sama, kisha uwe umefunua matumbo ya viganja. Matumbo ni haya ya viganja, umefunua viganja, matumbo yake yameelekea mbingu, yani umefanya hivi, viganja vimeelekea mbingu. Wa dhuhurihima ila al-ardhi, na mgongo wa kiganja huo umeelekea ardhi. Mgongo ni huku, yani umeelekea huku, kwa hivyo huku unaelekea huku na matumbo ndio haya yanaelekea wapi? Mbinguni. Kisha mikono naziweka pamoja. Anasema hiyo ni aina ya kwanza ya kuinua mikono. Aina pili, al-maqamu thani al-istighfar wa yuqalu al-ikhlas, na sehemu ya pili ni istighfar ama ikhlas, wa huwa rafu isbi, alhamdulillah, rafu isbi' wahidatin wa hiya as-sababa min al-yadi al-yumna, wa hiya sifatun khasatun bi maqami dhikri wa du'a hala al-khutbati ala al-minbar. Hii ni hali ya kuwa mtu yuko juu ya mimbar kama khatibu ana khutubu, kisha kafika mahala akawa anaomba istighfar ama anazungumzia kuhusu tauhid, ikhlas, kalima tauhid, la ilaha illa Allah. Kwa hapa anatakiwa aishirie tu kwa kidole hivi, wala asiinue mikono. Kwa hivyo kidole huwa kinanyoshwa ukiwa kwenye mimbar, kwenye khutba, na pia ukiwa kwenye swala wakati wa tashahud, na pia wakati wa dhikri wa tamjid. Naam, yote hiyo inaruhusiwa kuinyoa kidole kimoja. Tamjid maana yake ni kumtukuza Allah.
Ama ibtihal kama nilivyosema manake ni at-tadarru, ni kuonesha unyenyekevu wako na kuwa unahitajia kwa Allah. Wal mubalaghatu fil mas'ala, na kuwa unaomba na ukawa umeomba sana. Wa yusama aidan du'a rahbi, inaitwa pia dua ya mtu ambaye ana uoga na hofu fulani. Na namna ya kuinua mikono unapoomba dua kama hiyo, raf'ul yadaini maddan, ni kuinua mikono ukiwa umezinyosha nahwa samaa, zikiwa zimeelekea mbinguni. Hatta tura ufratu ibtaihi, mpaka ule weupe, ufratu bimaana bayadh, ani ule weupe wa makwapa uonekane. Kwa mtu anainua mikono kabisa hivi, kiwa ameinua mikono hivi, yani manake mkono unaonyosha kabisa, nyosha kabisa, ufanye hivi hapo. Ikiwa unaomba nini, ima ni istisqa ama ni al-ibtihal, kwa kuwa ni umeomba na ukao umeomba sana, ukaomba sana na unaomba jambo ambalo una hofu nalo, kwa hivyo unafanya hivyo kwa kuonesha yani kuhitajia kwako sana kwa Allah. Na hiyo mara nyingi hufanyika sana wakati wa kiangazi, wakati watu wanapokuwa na swala istisqa, kisha kuomba hivyo, kwa sababu huwa watu wanahitajia zaidi mvua. Na pia wakati mwingine unaweza kuomba dua kama hiyo ikiwa kuna maadui, ambao maadui hao unaomba ili Allah awape nguvu za kuwashinda, kama alivyokuwa anaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam mola wake kabla ya kuanza vita vya Badri. Alikuwa anainua mikono hivyo na anaomba dua, kuomba kwa urefu, kwa ibtihal, ikiwa na matarajio makubwa kuwa Allah atamjibu ili vita hivyo washinde. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuteremsha malaika na akawasaidia maswahaba mpaka hivyo vita wakavishinda. Miongoni mwa adabu za dua, ndugu zangu Waislamu, ay yuftataha ad-du'a bihamdillahi wa thana'i alayhi, ni dua mtu anapoanza aanze kwa kumhimidi Allah na kumsifu, kisha wasalatu ala nabii, wasalati ala nabii, na kumsalia mtume. Thumma yadhkur mas'alata, kisha baada hapo sasa ndo aombe haja yake ama mahitaji yake. Thumma yahtim, kisha pia muislamu anatakiwa ahitimishe dua yake bilhamdi wa salati aidan, kwa kumhimidi Allah na pia kwa kumsalia mtume pia. Hadithi iliyopokewa na Fudhala ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala, alisema baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan, alipokuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake ameketi, idh dakhala rajulun, ghafla aliingia sahaba mwanamme, fasalla, akaswali, faqala, akasema sahaba huyo, Allahumma ighfir li warhamni, Allah nisamehe na unirehemu. Faqala Rasulullah, akasema mtume wa Allah, ajilta ayuha almusalli, umeharakisha ewe mwenye kuswali. Ani dua yako umeenda moja kwa moja kwa dua yako, ambapo ilikuwa inatakiwa kabla hapo upitie kwa kutaja mengine. Idha sallaita, mtume akasema ikiwa utaswali, faqa'atta, ni ukaketi, fahmadillah, ukawa sawa unataka kuomba Allah, basi anza kwa kumhimidi Allah, bima huwa ahlu, kwa sifa ambazo yeye anastahiki na ana haki na sifa zake hizo. Wasalli alayya, na kisha unisalie mimi. Thumma ad'uhu, kisha ndio muombe Allah unachotaka. Thumma salla rajulun akhar, kisha baada hapo kuna sahaba mwingine akaja akaswali mwanaume. Baada dhalika, baada ya mtume kumaelezo hayo, fahamidallah, akamhimidi Allah, wa salla ala nabii, akamsalia mtume. Faqala an-nabii, akasema mtume rehma na amani juu yake, ayuha almusalli, ewe mwenye kusali, ud'u tujab, omba utajibiwa. Na hadithi nyingine mtume anasema, kullu du'ain mahjubun, kila dua imekiwa pazia, hatta yusalla ala nabii, mpaka mtume aswaliwe katika dua hiyo, mwanzo wake na hata mwisho wake. Hadithi mpokewa na Imam Tirmidhi, Sheikh Albani amesahihisha. Kwa yatakiwa Muislamu anapoanza kuomba dua, kabla ya chochote amhimidi Allah, kisha baada ya kumhimidi Allah amsalie mtume, na pia malize hivyo hivyo.
Qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, alisema Ibn Qayyim Allah mrehemu, anna li salati ala nabi inda duai 3 maratib, kumsalia mtume wakati wa kuomba dua kuna viwango vitatu. Almartaba alula, kiwango cha kwanza, anyusalli alayhi qabla duai wa baada hamdillah, ni umsalie mtume kabla dua na baada ya kumhimidi Allah. Hiyo ni kiwango cha kwanza. Almartaba thania, martaba pili, anyusalli alayhi awwala duai wa awsatahu wa akhirahu, ni umsalie mtume mwanzo wa dua, katikati ya dua na kisha mwisho wa dua. Wa hadhi akmalul maratib, na martaba ya pili hii ndio martaba iliyokamilika. Almartaba thalitha, martaba tatu, anyusalli alayhi fi awwalihi wa akhirihi, ni amsalie mwanzo wake na mwisho wake. Wayajalu hajatahu mutawassita bainahuma, na kisha ajalie haja zake anazoziomba ni kati ya kumsalia kwa kwanza na kumsalia kwa mwisho ambao ni kwa pili. Miongoni mwa adabu za dua, Muislamu anatakiwa kiomba dua yake asisitize na akariri, aregelee ile dua hata ikiwa kwa uchache mara 3, kuonesha kuwa anaomba kitu ambacho anakihitajia zaidi na kisha anasisitiza zaidi anachokiomba. Na miongoni mwa pia adabu za dua ni Muislamu kutoanza kuona kuwa ameomba lakini Allah amechelewa kumpa alichoomba. Muislamu hafai kusema hivyo na kufikiria hivyo. Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira katika Bukhari, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, anajibiwa mmoja wenu pale atakapokuwa hajafanya haraka. Yakulu, akawa anasema, da'autu falam yustajab li, nimeomba lakini sijajibiwa. Lakini pia miongoni mwa adabu za dua ni Muislamu kuyakubali makosa yake na madhambi yake aliyofanya, na kisha kuweka ahadi na hakikisho kuwa ametubia na hata rejelea madhambi hayo, na kutokata tamaa na msamaha wa Allah na rehema yake. Kwa hivyo utapata Dhannuni, mfano kama Yunus alayhi salam alipokuwa amefanya kosa la kukimbia watu wake, akaacha kuwalingania na akawa mwenye kutupwa kwenye bahari, akamezwa na samaki, alisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maneno yanaonyesha kuwa anajutia na makosa yake anarekebisha, na kwa hivyo tunatafanya hivyo. Miongoni mwa adabu za dua ni Muislamu aombe akiwa katika hali ya unyenyekevu, anaonyesha kabisa kuwa ule mtu amenyenyekea anaomba ule, si kuwa anaomba lakini hata anachoomba hakiendani na alivyo yeye mwenyewe. Anaomba na huku anapiga macho huku, piga macho kule, piga macho huku, kama anajishughulisha na vitu vingine, na huku anaomba Allah subhanahu wa ta'ala, hana khushu wala tadharru. Kisha waraghbatu wa rahba, awe anaonesha kuwa ana matumaini makubwa kupewa, na kisha pia ana uoga na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ud'u rabbakum, ombeni Mola wenu, tadharruan, katika hali ya unyenyekevu, wa khufyatan, na kwa sauti ndogo, si makelele. Kwa Muislamu aombe tadharruan, kwa unyenyekevu, akionyesha unyenyekevu wake. Kisha wa khufya, na aombe kwa sauti ya chini, si sauti ya juu fujo kabisa. Allah anasema innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah hapendi wenye kuvuka mpaka wakati wa kuomba dua. Miongoni mwa adabu za dua ni za Muislamu pia ayujzima bidua, unapoomba uombe kitu kwa uhakika, na uwe unaomba bila shaka yoyote wala bila wasiwasi yote. Mtume anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, la yaqulanna ahadukum, asiseme mmoja wenu Allahumma ighfirli
inshita, Allah nisamehe ukitaka. Allahumma arhamni inshita, Allah nirehemu ukitaka. Ni makosa kusema hivyo. Anasema Mtume liyazim almas'ala, anapoomba basi ile mas'ala awe ameazimia na hakikisha kweli ni Allah atampa. Miongoni mwa adabu pia za dua ni Muislamu kuchagua maneno ambayo yanakusanya maneno mengi, ani jawamil kalim. Kwa Muislamu mfano anapoomba Allah atakawali swala yake, yatosha kusema tu Allah tukuomba utakawali swala yetu. Lakini sasa utapata mtu anasema Allahumma taqabbal salatana, Allah tutakabali swala yetu, kisha tosha hiyo. Lakini tena anazidisha wa ruku'ana wa sujudana, sijida yetu pia, ruku zetu, tahia yetu, itidali yetu, yani unaongeza yote, ambapo utakuwa uliposema swala yote ilikuwa imeingia ndani, yote ilikuwa imeingia ndani. Miongoni pia mwa adabu za dua ni Muislamu kujitahidi mara nyingi akiomba dua ajizitumie zile dua ambazo Mtume alikuwa akiomba hizo dua, na ndio mara nyingi hizo dua ni jawame, ni dua ambazo zimekusanya mambo mengi licha ya kuwa maneno yake ni machache. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu hakikishe kuwa anapoomba Allah basi hizi adabu anazizingatia, na Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka atakuwa ni mwenye kumjibu na kumitikia dua yake. Naona tumemaliza mlango wa kwanza. Sasa kuna baadhi ya kawaida ambazo Sheikh amezizungumzia hapa katika kitabu chake, kawaida kadhaa zinazofungamana na masala dua, lakini mimi naona kuwa sitazizungumzia kwa sababu ya kuhofia urefu wa muda, na watu wamechoka labda, na pia watu wana shughuli wanataka kwenda kufanya, lakini pia kuna wale ambao wanataka kufanya ibada zingine kama kusoma Qur'ani, na watu wamefanya ibada mfano labda kuanzia asubuhi, kwa hivyo wamechoka, labda wanataka kujipumzisha. Kwa hivyo ni vizuri pia tufupishe darasa kwa ajili hiyo. Kwa hivyo Allah kutujalia siku nyingine tukipata fursa tutaweza kuhitimisha tulichokibakisha, ama tutaweza kuzungumzia mada nyingine ambayo hatujaizungumzia. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.